Habari wakati huu ndugu mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wangu wa JJM Media Production. Okay, kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja nami, basi nikukaribisha sana katika somo letu la leo. Leo nitakwenda kufundisha ama kukuelekeza jinsi ya kufanya mastering kwa kutumia Ozone namba 8. Okay, basi sitapoteza muda wako, lakini pia nikusiwe mwanzo mpaka mwisho kwa kujifunza masomo mbalimbali. Lakini pia unaweza kunicheki kwa namba ya simu unayoiona katika video hii kwa ajili ya masomo zaidi. Lakini pia unaweza kuweka comment kwa somo lolote ambalo unalihitaji. Pia nalo group la WhatsApp kwa wale ambao ni mara yenu ya kwanza kuniona, basi unaweza ukanicheki kwenye hiyo namba nikakuadi katika group, tukaendelea kujifunza vitu mbalimbali. Nitakwenda kuplay wimbo ambao nataka niufanyie mastering, then tutakwenda kwenye somo letu. Basi nadhani unasikia wimbo wangu. Bwana wangu, Okay. wewe ngome yangu. Okay, sawa. Sasa huu wimbo ndio naenda kufanyia mastering, lakini pia ninayo gitaa ya wimbo huu, na pia nitakwenda kuonyesha jinsi ya kufanya pamoja na gitaa. Hii gitaa imepigwa peke yake, kwa hiyo nitakwenda kuelekeza vyote kwa pamoja jinsi ya kuvifanyia mix. Kwa hiyo kama utajifunza, basi utapata faida mara mbili. Utaweza kujifunza jinsi ya kufanya mix pia ya gitaa, lakini utaweza kujifunza jinsi ya kufanya mastering kwa njia ya Ozone namba 8. Okay, basi nitakwenda kufungua kwenye faili langu ambako kunapatikana gitaa yangu ambayo tayari imeshapigwa. Nitakuja kuiadi, alafu tutakwenda kuendelea na somo. Gitaa langu ili hapa, nitakuja kulikopi hapo. Kama hivyo unavyoona. Okay, sasa hapa kuna vitu viwili unatakiwa ufahamu. Gitaa liko juu sana, vocals ziko chini. Kama unavyoona vocals zangu ziko, yani mix yangu iko chini sana, gitaa ipo juu. Okay, kama unavyosikia sasa, usiogope kwa sababu kinachofanyika hapa sasa tutakwenda kufanya balance ya kila kitu, lakini tutakwenda kufanya mastering. Okay, somo la leo litakuwa refu kidogo, kwa hiyo nikusiwe mvumilivu, lakini ujifunze kwa makini sana. Okay, basi nitaanza na hii gitaa yangu. Nitafungua sehemu ya effect hapo, nitakwenda kuweka preset hizi hapa. Nitachagua hapa kwenye gitaa, lakini nitatumia hapa kwenye gitaa mono to stereo. Nitakuja kuangalia preset za acoustic huku. Okay, sasa hapa kuna vitu vingi vya kuvitoa, kuviweka sawa. Nitakuja hapa kwenye pande wa pili, nitatumia Pro.
nitakuja kutumia Pro namba 2 Fab Filter. Takata kwenye high frequency, takata mpaka hapa kwenye 5000. Takuja kukata low. Kata low kwenye 200. Nitakuja kupunguza hapa. Nadhani unasikia kitu ambacho kimefanyika. Nikizima vitu vyote, kiwasha, mpaka hapo unakuwa umemaliza. Usitumie nguvu nyingi sana, hivi vitu vinahitaji tu akili kidogo, basi mambo yanakuwa mazuri kabisa. Okay, kitu cha pili, nitarudi sasa kwenye hii wimbo wetu sasa. Huku nitamute gitaa, nitakuja hapa sasa, Ozone namba 8 hii hapa, nitaifungua. Sasa hapa nitakachokifanya, nitasikiliza frequency za muziki wangu zimekaaje, then nitaanza kuweka baadhi ya vitu na nitakuelezea kitu kimoja kimoja kinafanya kazi gani ili mambo yasiwe mabaya. Okay, basi unapofungua kwenye Ozone namba 8 hapa, basi hiyo Ozone iko hivi, ngoja kidogo. Ukija kwenye mastering hapa, sehemu ya effect zako, kwenye mastering hapa na Ozone namba 10, lakini na namba 8 nitafundisha kwenye namba 8 kwa sababu nimeombwa nifundishe kwenye Ozone namba 8. Okay, baada ya kuifungua sasa Ozone namba 8, utakutana na hivi vipengele hivi. Sehemu ya kwanza hii ambako ni kwenye equalizer, na hapa tunaweza tukaweka IQ yetu, tukarekebisha frequency za wimbo wetu zikakaa pale ambapo sisi tunahitaji ziweze kukaa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza unatakiwa ufahamu kwenye eneo la frequency. Kwanza wewe umesikiliza wimbo wako na ujue kitu gani kinatakiwa ukifanye. Okay, na hii program inafanya IQ hapa kama unavyoona, lakini kuna dynamic, lakini kuna maximizer. Hivi vitu vitatu ambavyo unaviona hapa, hizi zote ni modules ambazo zimewekwa tayari kwa mnyororo, au tunaita kwa njia nyingine cheni kwa Kiingereza. Sasa cheni signal hizi, maana ukija hapa kwenye dynamics utaona hapa kuna vitu humu dynamics, zile space ya muziki unaiona hapa kwenye zile frequency sasa ambazo zimeshagawanywa kwenye sub low kwenda kwenye mpaka low hapa, kuja kwenye low mpaka kuja kwenye midi, kutoka kwenye midi mpaka kwenda kwenye high mpaka kwenye air. Hii ndio dynamics yetu jinsi ilivyosetiwa. Lakini kuna maximizer ndio kitu cha mwisho cha kufunga hii kazi yetu. Okay, kazi kubwa ya EQ hii ni kubalance frequency base, mid na high. Kama unavyoweza kuona upande wa base ni huku, ukiwa na play unaona huku ni base, huku ni base, hapa ni mid na huku ni high, lakini huku ni air.
Sasa tunafanyaje? Okay, sasa kwenye upande wa IQ tutasikiliza beat yetu, then tutafanya IQ hapa kwanza, beat yetu jinsi ilivyo. Mfano kupunguza high, kufanya nini. Taanza unapogusa kidude kimoja hapa, mfano unapogusa hapa kwenye bendi hii kuna vitu huku, kuna analogi, kuna digital. Sasa tunaangalia kwenye, tunapogusa hapa kwenye low, tunaweza tukakata low au tukaacha hapo. Kwa kuna vipengele vipo huku chini huku. Unaona? Yeah, ukitaka kuisikiliza low peke yake unaweza ukaplay huku, ukaisikiliza. Ukibonyeza hapa inapiga yote. Hapa hivyo, hapa unakata low, na hiyo kabisa low imekata. Na unaweza kurudisha nyuma. Na hiyo unaweza kuitumia kwa ajili ya kutoa sub low. Hii unaweza kutumia kwa ajili ya kutoa sub low, zile frequency ambazo unakuwa uzihitaji. Kwa unaweza hapa unazungusha mouse tu hivi, unazungusha kwenda chini, unakata maeneo frequency ambazo uzitaki. Kama hivyo unaweza kukata, lakini usikariri. Kija ukigusa kipengele cha huku ni maeneo ya high, na yenyewe unaweza kukata. Na kugusa kipengele cha chini, ndio utazungusha kwenye mouse yako hivi kushape ile sehemu za high ambazo zimezidi. Kwa kama hivi. Frequency za katikati hapa unaweza ukapunguza, kutoa ile mood. Unazungusha mouse yako kwa ajili ya kushape. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana Mungu. Mpaka hapo mimi naweza nikaona kwangu mimi inatosha. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu. Kitu cha pili ni kwenye upande wa dynamics. Utakuja kuangalia huko kuna zile frequency. Unaweza ukaplay frequency moja ukaisikia. Hapo ni midi, huko ni low, lakini huko ni high, huko ni air. Nasikia. Unaweza kusikiliza kati ya air au high. Unaweza kusogeza kwa ajili ya kuipa space zaidi air hivyo. Lakini vizuri unaweza kaacha hivi, sipe sana, inatosha. Lakini huko kuna kipengele hiki cha janizime hii. Nipe nini Mungu wangu, kwa wema wako wote. Sasa nitoe ufafanuzi kidogo. Hii hapa hii ni kwenye dynamic hapa niseme hii ni compressor, ina compress hapa sauti. Dynamics ambazo zimezidi inaweza ka compress hapa. Kwa unavoshusha hivi na kwa ina compress huku na kuonyesha. Bwana Mungu wangu. Kwa make sure au compress sana huku sauti zako, sababu inafanya ile sauti ambazo zimezidi sawa ziwe zinatolewa, lakini ziwe zinatolewa kwa soft, yani zisiwe zinatolewa hadi, zinatolewa soft bila kuathiri ubora wa wimbo wetu. Kwa ndo kama hivi. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana Mungu kwa kunilinda wewe mwenyewe. Bwana nakushukuru Bwana wangu. Okay, kitu cha tatu ni maximizer. Sasa maximizer hapa ndo tunakuja kuboost muziki wetu ili upande. Na
kitu cha msingi kabisa ambacho unatakiwa kukifahamu, unaweza kuongeza pia vitu vingine hapa. Unaweza kuongeza image kama unataka kufanya muziki wako uwe mpana zaidi, unaweza ukaongeza kitu kingine. Lakini vitu vitatu ndio misingi mikuu ya chain yetu kwa wakati wa mastering. Kwa unaweza kuongeza image kama muziki wako unahisi hauna image, lakini utabadilisha. Unapoongeza kitu, hii maximizer lazima ikae mwisho. Kwa utavipishanisha kama hivi utapishanisha. Hapo unaweza ukaadi kitu kingine. Kama unaona muziki wako unahitaji kutanua zaidi, utaongeza hii image kwa ajili ya kutanua muziki wako. Nita play afu nitaangalia. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu. Nakushukuru sana Bwana Mungu kwa kunilinda wewe mwenyewe Bwana. Nakushukuru Bwana wangu Mungu wangu kwa kunipigania na mambo mengi niliyoyapitia. Mungu, nikulipe nini Mungu wangu kwa wema wako wote Bwana ulionitendea? Nikulipe nini mimi Mungu wangu kwa ukarimu wako wote ulionitendea mimi Bwana? Nakushukuru sana kwa wema wako Mungu wangu, Mungu. Wewe ngome yangu. Sasa wakati wa kutumia hii image, labda nikukumbushe kitu kimoja. Upande wa low frequency inabidi uachane nao kama ulivyo. Utacheza na upande wa mid, high pamoja na air. Hizi unaweza ukazitanua hizi frequency. Na inatanuka kidogo tu, si sana. Kwa hiyo utatanua kulingana na kile unachotaka kukisikia. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu. Nakushukuru sana Bwana Mungu kwa kunilinda wewe mwenyewe Bwana. Nakushukuru Bwana wangu. Ukisikiliza hapa kuna kwa tofauti kapo. Takiwa tuwe na masikio mazima. Mungu, nikulipe nini Mungu wangu? Ukiwasha hii itakusaidia kutanua. Unaweza ukawasha hii ikakupandishia meja hizi hapa. Kizima nadhani unasikia. Ukiwasha nakushukuru sana kwa wema wako Mungu. Ndio kwenye IQ yangu Dynamics image. Kama zinatosha basi unakuja kwenye maximizer. Kama haitoshi basi tuongeza kitu kingine ambacho unatamani kukisikia. Mfano compressor. Kama unataka kuongeza compressor basi tuongeza compressor yako ambayo ni hapa compressor hii. Make sure unavyoongeza kitu basi unasogeza hii. Sogeza hii, unaifanyia kazi hapa. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu. Nakushukuru sana Bwana Mungu kwa kunilinda. Hakikisha compressor isifanye kazi sana kupitiliza. Iwe nafanya kazi kidogo hapa juu.
ili isije karibu quality ya muziki wetu. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana. Na hii namba usiige kwangu, ni kwa sababu muziki wangu uko chini, ya kwako inaweza ikawa juu. Ndachokiwa kuangalia ni hizi compression hapa juu zinasogea kidogo sana. Kitu cha mwisho nitakuja kufunga muziki wetu na maximizer. Sasa hapa kuna kitu cha msingi nataka ukifahamu kwenye upande wa maximizer. Play. Hapa kwanza unatakiwa useti loops iwe 1.0. Kwenye upande wa selling weka hapa kwenye 1.0, then ukutashusha sasa kwa ajili ya kujaza muziki. Sasa Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu. Sasa hapa kuna kitu kimoja ambacho nataka ufahamu. Kuna kitu kinaitwa loops ambacho unakiona huko chini. Ngoja niweke vizuri. Loops, hichi ndio kiwango cha mastering ambacho kinatakiwa umekitarget. Sasa iko hivi, hapa kwenye loops unaweza ukaseti loops inayotakiwa mfano kwa YouTube ni 14.0 hasi hivi unavyoona. Kwa hiyo unaweza kama iko hapa basi unaweza uka play then uka lean 3 short hapa. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana. Ona ile ya mwanzo alivyokuwa Mungu wakunilinda, wewe mwenyewe Bwana, nakushukuru Bwana wangu, Mungu wangu, wakunipigania na mambo mengi niliyoyapitia. Okay, kama utakuwa na beat peke yako ambayo imekamilika kila kitu, mpaka hapo utakuwa umeshamaliza kufanya maximizer. Ukiplay hapa nafikiri kutokea mwanzo mpaka sasa hivi utaona tofauti kubwa. Wewe ngome yangu, Kizima Bwana Mungu wangu, kiwasha, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana Mungu wakunilinda, wewe mwenyewe. Haya sasa mpaka hapo utakuwa umemaliza kufanya mastering. Narudi mimi kwa sababu nina gitaa, maana yake kuna kitu lazima niongeze kwa wale ambao watakuwa na gitaa ambayo ipo pembeni, ili kuhakikisha upotezi kile kiwango cha loops. Tunafanyaje sasa? Hapa ndio tunatakiwa tujue. Tutakachokifanya hapa, tutafanya kitu kimoja. Sasa kwa wale ambao tuna gitaa ambayo inahitajika pia iingie hapa, lakini loops yetu ibaki ile ile. Loops ni kiwango sahihi ambacho kinahitajika na kinahitajika na platform mbalimbali. Ndio maana ya loops. Unaweza kujiuliza loops ni nini? Kile kiwango ambacho kinahitajika na au ni kile kiasi ambacho kinakadiriwa kuwa kiasi kizuri katika usikivu wa masikio ya binadamu, tunaitwa loops. Na ni kiwango pia ambacho kinahitajika katika platform mbalimbali ambazo unaenda kuupload kazi zako kama YouTube na mitandao mingine, Spotify, wapi hivyo. Na kiwango hicho kinatakiwa kiwe kuanzia 14 hasi au 13 au 15. Hivyo ndio viwango vinavyotakiwa na baadhi ya platform. YouTube inahitaji 14, Spotify na nyinginezo hivyo. Lakini kama ni CD, wanasema kiwango cha CD au flash kwa ajili ya kusikiliza watu kwenye flash unaweza kuweka 12. Utaboost zaidi. Kwa hiyo ni kama hivyo. Sasa tunakuja upande wa kwangu mimi, kuna gitaa hapa, nikiplay na gitaa inakuaje? Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu. Okay, nafikiri unasikia vyote na gitaa vinapiga, lakini hatuna uhakika kama hichi kiwango ni sawa au kimezidi. Tutakachokifanya, tutakuja kufungua kwenye mixer. Tutumia F3, tutakuja kufungua hapa. Wewe Then tutakuja sasa hapa upande wa output hapa.
Zungusha kidogo hapa, tutakuja kuweka effect hapa. Tutakuja kuweka effect inaitwa WLM. Then itaenda kuangalia huku, itakuwa inatuonyesha kiwango cha lofts. Au kama huna hii basi utatumia mita huko nje huko. Sema hii kidogo utaitumia hii. Wewe ngome yangu. Itakuwa inakuonyesha huku kwamba ni 10 na ngapi. Na hii unaisoma hapa. Inavyoenda inakuonyesha ngome yangu. Bwana Mungu wangu. Sasa ukiangalia huku utaona kuna nyekundu, maana yake kuna kiasi kimezidi ambacho hakitakiwi. Tunadhibiti vipi? Tutakuja sasa kwenye ile F namba 3 ama mixer yetu hapa, tutaweka kitu kinaitwa maximizer sasa. Hapa kwenye maximizer hapa, kwa wale ambao wanatumia na gitaa ya nje, lazima sio ombi sasa. Hapa lazima uwe na bando nyingine kwa ajili ya kufix. Ila wale wanaotumia tu kufanya master peke yake wa kutumia wimbo wako tu upo pale, basi utamalizana na hiyo kitu hivyo. Au utachukua hiyo zone namba 8, utakuja utaiweka hapa. Hiyo zone utakuja utaitoa kule, utakuja utaiweka hapa kwenye output. Maana yake itazuia kabla ya output itaanza yenyewe kufunction ili ruhusu output itoke. Kwa kama unavyoona, baada ya kuiweka hapo basi kidogo. Sasa baada ya kuiweka hapo, kwa sababu imefanya compression ya kila kitu, ndio maana unaona gitaa imekuja juu sana. Kwa hiyo unachokifanya, ukishaiweka hapa, utashusha nani hiyo hii. Utashusha gitaa hapa. Play wewe ngome yangu. Bwana Mungu wangu. Wewe ni ngome yangu. Sasa tutahakiki vipi zile frequencies zetu kama ziko sawa? Tutaifungua hii yenyewe tena. Tutaifungua hapa, then tutaiomba hapa namba 14. Tutataka ile hapa. Wewe ngome yangu. Bwana Mungu wangu. Wewe ni ngome yangu. Nakushukuru sana Bwana Mungu kwa kunilinda wewe mwenyewe. Nafikiri unaweza kuona huko kwenye lofts, unaweza kuona iko kwenye AS 14.5. Kwa hiyo mpaka hapa utakuwa umemaliza kufanya mastering. Kinachotakiwa sasa hapa, utachora ile eneo. Kama unahitaji kuchora hapa kwamba na wimbo wangu unatoka mpaka hapa, basi utachorea ili wimbo wako utoke kwenye eneo hilo. Utachora, then utakuja kuexport hapa. Export, utaandika jina la wimbo wako hapa. Naandike hapa mfano shukrani. Okay. Shukrani. Then hapo utachagua ni wave au ni MPEG, ambayo ndio MP3 sasa kama wimbo wako utaenda kutoa video baadaye, ni vizuri ukatoa kwenye wave kwanza. Alafu ukishatoa kwenye wave ndio utakwenda kuexport ili baadaye uwe na files mbili. Uwe na MP3 inayojitegemea, lakini uwe na wave file. Hii wave file utakuja kuitumia unapokuwa unatengeneza video ya wimbo huo. Basi utatumia wave kwenda kuicompare kwenye ile video yako ili kupata quality isiweze kupungua. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifahamu ili uweze kufanya vizuri zaidi. Lakini hata hivyo wimbo wangu ulikuwa chini sana kwa ajili ya utulivu tu.
Kwa hiyo natawe unaweza ukawa na wimbo usiwe chini zaidi, usiwe chini zaidi, lakini uwe na nafasi ambayo unaweza ukaongeza vitu au ukafanya EQ bila kuleta kukoroma kwa wimbo. Lakini pia hakikisha wimbo wako uwe frequency zote zimebalance vizuri kama kwenye wimbo wangu. Kwa hiyo changamoto kubwa inayowakabili producers mbalimbali ambao wako katika tasnia kwa muda mchache au ndio wanaanza kujifunza, basi wanakabiliwa na changamoto ya kuto kuelewa frequency za wimbo. Mwingine anataka kukariri ambacho nimekifanya mimi, kitu ambacho sio sahihi. Kinachotakiwa ni kuelewa kwamba frequencies zinatakiwa zikaeje katika wimbo wako au unachokisikia ni nini. Kwa hiyo maamuzi yanatolewa na masikio na macho yakiwa yanathibitisha maamuzi yale. Mfano nikiplay kama hapa hivi, wewe ngome yangu, ukiangalia kwenye high frequency za upande wa wimbo wangu zinaishia hapa vizuri, yani hazijajaa sana huku. Utakuta mwingine huku kumejaa kweli kweli. Sasa inabidi kuwe kumepungua angalau. wewe ngome yangu. Na gitaa nilikata kwenye maeneo ya high, siende kule kwa sababu ilikuwa na makelele fulani. Kwa hiyo ina play hapa, inacheza hapa. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu. Kwa nafikiri wewe mwenyewe unasikia na umeweza kuona kitu gani ambacho nimekifanya. Kwa hiyo basi make sure unafahamu frequency ni nini, na hii equalizer ya hapa inakusaidia kuona upande wa base, upande wa mid, lakini upande wa high. Kwa unapofanya kazi hakikisha hizi frequency zako zimekaa vizuri, yani ziwe zimechora kwa umbo fulani hivi, zisiwe huku zimejaa sana juu au zimejaa zote zimejaa. Kwa make sure zinakuwa zimebalance vizuri, ili unapokuja kufanya master hakikisha na base isiwe juu sana huku kiasi kwamba sasa inakuwa usikivu utakuwa sio mzuri. Angalau kidogo iwe inasogea huku kwa ajili ya kupata base nzuri ambayo imejaa. Lakini frequency za katikati kama zitakuwa hazijajaa sana, basi uwe na kitu kama gitaa kama hivyo nimekuonyesha kwa ajili ya kujazia. Lakini kama huna gitaa au kila kitu umeshapiga, hakikisha kimebalance vizuri katika haya maeneo, ili unapokuja kufanya EQ hapa usifanye chochote wakati unafanya mastering. Usifanye chochote. Ndio maana sijafanya chochote. Kwa ukiangalia hapa plugins nilizotumia mimi kwenye gitaa, nimetumia plugin 2 tu hapa. Lakini kwenye upande wa master kule nje nimetumia Ozone namba 8 peke yake. Nafikiri ifanye hivi unaweza kuiona. Nigusa kwenye effect hapa. Ni Ozone namba 8 peke yake. Hii niliweka kwa ajili ya kuangalia kiwango cha lofts ambacho ni 14 hiki hapa unakiona. Lakini hii ni kitu si ya kufanya siku moja iwe hivi. Ni kitu inahitaji uelewa na muda wa kuhakikisha unapambana kuweza kufanya vizuri. Jifunze mara nyingi ili uweze kufanya vizuri. Kama hapa unaona kabisa 14, ila wewe unaweza usione kwako kama utakuwa makini. Kuwa makini na video, pitia kwa makini, elewa nilichokizungumza. Ozone namba 8 hii hapa. Nimeweka vipengele, niliongeza vipengele tu kadhaa hapa. Kwa nilipunguza kwenye mid frequency hapa. Kwa ajili gani nilipunguza? Nilipunguza kwa sababu kuna gitaa iliingia ambayo ilisoma kwenye hizi frequency, ndio ilichukua hizi nafasi hapa. Lakini ka boost kwenye high frequency. Lakini huku sikuongeza chochote, maana yake kule kulikuwa kuko sawa sawa. Kwa hiyo nimefanya kulingana na kile ambacho nimekisikia na kile ambacho kimenipa matokeo hayo. Ni kwamba nimebalance tu frequency zangu. Upande wa base kuko sawa, sija boost huku kupandisha kwa sababu beat yangu ilikuwa tayari imejaa. Upande wa base uko sawa. Upande wa mid nilishusha kwa ajili ya kuongeza ile gitaa, lakini upande wa high niliweza kuboost kidogo ili kupata high nzuri. Lakini huku pia nilikuonyesha nilikata kwenye high frequencies zilizozidi, na huku kwenye sub low ambazo sikuzihitaji niliweza kukata. Sio lazima ukate, utakata endapo itahitajika. Hapa ndio upande wa EQ. Upande wa dynamics kama kawaida na kwenyewe nilifanya hapa, nafikiri umeona nilifanya kidogo huku ku compress, lakini pia nilitumia
hii weti nilitumia yenyewe pia. Ukiangalia huko iko kwenye upande wa weti, kulainisha sauti yangu, nililainisha sauti yangu hivyo, lakini ika compress kidogo kwa umbali fulani, piki kidogo ziwe zina piki kwa ajili ya kupata balance nzuri ya wimbo wangu. I mean hivyo. Kitu cha tatu ni imeja. Imeja ni kutanua mziki utanuke. Kwa hiyo nilitanua kwenye upande wa bezi. Nilisema huku uwezi kutanua, unaacha kama ilivyo. Bezi inatakiwa isound ikiwa kwenye upande wa mono tu, kwa hiyo hapo utaacha kama ilivyo. Kwa hiyo nilianza kudili na mid frequency kwa 70%, lakini kwenye 51 kwenye high, lakini kwenye air pia nilitumia 51.9.9. okay. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo na wewe kwa matokeo mazuri kiplay. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana. Ukija kwenye upande wa compressor, kama compressor inayojitegemea na yenyewe nilicompress kidogo. Maana yake lengo ni nini? Ni kuendelea kuboresha mziki wangu. Kwa hiyo nika compress tena kidogo na nikatoa maelezo kwamba sio lazima iwe namba hii. Hii compressor inabidi ifanye kazi kidogo kama unataka kucompress mziki wako, lakini uwe laini kidogo. Hivyo hataki nilitumia millisecond 20 na release nilitumia millisecond 50. Japokuwa unaweza kupunguza pia mwenyewe unapotaka. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, utapunguza utaongeza. Ila nilitumia kwenye 50. Hataki yangu nilitaka iwe ina release yangu iwe inachelewa kidogo ku release, kwa sababu release kazi yake kubwa ni kile kiasi ambacho kinaachia mashambulizi. Hapa kwenye attack ni kushambulia. Ina maana inavyokuwa ina attack hapa kwenye compressor inaachia kwa muda gani, iwe inachelewa kidogo au inawahi. Millisecond zikiwa 1000 ni ngoja nisogeze kuone. Millisecond 100 amini 150 ndio kiwango kikubwa kabisa cha mwisho hapa, ambacho ni cha kuachia ile ataki yako kule. Kwa ukiweka 50 sio mbaya, ni kiasi kizuri ambacho ataki itakuwa inafanya kazi kwa spidi nzuri. Okay. Na threshold ni kile kiasi ambacho kinaruhusiwa kwamba compression ifanye kazi kuanzia wapi, ndio threshold. Kwa hiyo na ratio ni kwa ukubwa gani, ataki inashambuliaje, mashambulizi yaweje, release inaachiaje mashambulizi. Kwa hiyo vitu vinakuwa vinapishana. Kwa hiyo haya maneno utakuja unakutana nayo kwenye mziki, ambapo unakuwa uelewi ratio ni nini, ataki inafanya kazi gani, release inafanya kazi gani. Lakini pia kuna kitu kinaitwa gain. Gain ni kwa ajili ya kuboost sasa mziki wako. Unaweza kama umefanya compressor, umecompress mziki, then unataka uboost mziki wako uongezeke kabla ya kwenda kwenye maximizer. Pia unaweza ukaboost, sio lazima uache hapo. Unaweza ukaboost kama mziki wako uko chini zaidi, kwamba nataka ni uboost kidogo ili nikienda kufanya maximizer isitumie nguvu kubwa ku maximizer. Mfano wewe ngome, ngoja nipunguze kiasi cha, ngoja nipunguze maximizer yangu, nirudishe nyuma, nikiplay kwa naweza nikaongeza gain hapa, kuanza kupandisha mziki wangu. wewe ngome yangu, Then baada hapo nitakuja kuona kwenye 14 nitalini hapa, then nitaplay. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana. Nafikiri hapa kinachofanyika ni kwamba hii ngoja niongeze hapa kidogo. Hapa ni moja, hapa ni lazima uweke 1.0.
alafu ndio ufanye leaning kwa 14, maana yake lofts yangu icheze kwenye 14. Okay. Wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana Mungu. Kwa hiyo kile kiasi ambacho kitakuwa kinazidi zaidi kitakuwa kinatolewa hapa kama piki. Okay? Sasa kinavotolewa hiki kujiridhisha, ndio nikasema utaangalia huku kuona kile kiasi ambacho kinatoka. Sasa kuna madhara ya kuboost sana huku. Ukiboost huku sana, maana yake kitakachokuwa kinafanyika itabidi uongeze tena huku. Wewe ngome yangu, Uongeze Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana. Itabidi ukiboost mziki wako utahakikisha unaongeza compression huku, ile inafanya kazi. Compression iongezeke kazi sababu umesha boost mziki, maana yake umeongeza nguvu ya mziki, kwa inabidi uongeze kidogo compression, isizidi. Ikizidi maana yake baadaye itaanza kutengeneza vitu vingine ambavyo haviko sawa. Kama unasikia mziki wangu uko vizuri kabisa, hapa nimemaliza kila kitu, najaribu kukuelekeza zaidi ili uweze kuelewa, na hapo unakuwa umefanya vizuri kabisa. Nikiplay kazi yako, wewe ngome yangu, Bwana Mungu wangu, wewe ni ngome yangu, nakushukuru sana Bwana Mungu kwa kunilinda wewe mwenyewe Bwana. Nakushukuru Bwana wangu, Mungu wangu, kwa kunipigania na mambo mengi niliyoyapitia. Mungu, nikulipe nini Mungu wangu kwa wema wako wote Bwana ulionitendea? Nikulipe nini mimi Mungu wangu? okay, na hii hapa inafanya kazi gani? Nitakuelezea kidogo sababu kuna watu wengine wanataka kujua everything that happen. Okay, hii kazi yake kubwa kutransist sustain. Sustain ni ule nafikiri wala wanaopiga kinanda wanajua ni muendeleza, yani mziki usiwe unakata, ni kama kujaza fulani. Sio lazima kuweka, utasikiliza, sio lazima kuweka hii sustain. Itategemea na huo mziki wako unausikiaje. Kwa hiyo ukajaza hii ikawa inatengeneza kama modi fulani ambayo sio nzuri, kwa utaachana nayo. Na amount ni kile kiwango cha hii tena inavyofanya kazi. Kwa hiyo na yenyewe unaweza kawasha ukapandisha, maana yake unavyo sustain hapo utapandisha isustainiwa kwenye amount, kwenye kiwango gani. Kwa si lazima ukuendelee nako. Kwa unaweza kaacha hivi mziki wako kama umejaa vizuri, basi ukatafuta tu maximize yako hapa ikafanya kazi vizuri, ukaexport mziki wako kwenda nje. Kwa hiyo naweza nikaexport sasa wimbo wangu tena hapa, export wimbo wangu, nitakuja kuchagua hapa kama ni wave, then shukrani, nitakwenda kuexport nje hapa. Kitu kingine ni hapa kwenye float beat hapa kwenye float beat, make sure umeweka hapa kiwango cha juu kabisa ili beat yako iwe na quality nzuri, usipandishe juu. Na hapa kwenye 44.100 utaacha hapa, au kwenye 48 point hiyo utaacha hapa kulingana na sound card unayotumia hivyo. Lakini pia katika ubora mzuri utaacha hapa kwenye masuala ya audio. Kama ni video ndio unaweza kaweka kwenye 48. Huko ni masuala mengine nafikiri ya kujifunza, lakini hapa vipimo vizuri utaacha katika vipimo hivi hapa, na utakuwa umefanya kitu kizuri kabisa. Huku usiongeze ufundi, acha hapa kwenye stereo out, kwa sababu natoa kitu kimoja. Usianze kutia matiki huku, maana yake gitaa litatoka kivyake na audio itatoka kivyake. Kwa hiyo
utaacha kama ilivyo. Na hapa nipo na Cubase namba 15, lakini kwenye Cubase namba 14 pia unaweza kufanya hivi. Kwenye Cubase namba 13 pia unaweza ukafanya kitu kama hiki. Okay, basi mimi nitakuwa sina la ziada. Overwrite. Okay, tutakwenda kuitoa kazi yangu kama nilivyo kusudia kuitoa. Okay, basi mpaka hapo nitakuwa sina la ziada. Nikutakie wakati mwema. Hii ni JJM Media Production. Goodbye and welcome again kwa masomo mengine yanayofuata. Kwaheri.